mwanaume suruali huwa anaanza kuonekana polepole. Mtazamaji, nakuletea kesi 3 za wanaume ambao wamejikuta wanaaibika wakati wa tendo la ndoa. Kuna wanaume wengi ambao wamebeba aibu mioyoni mwao, na aibu hii wanajitahidi kuikandamiza isiwasumbue kwenye nafsi zao, kwa kutafuta kuwa na hela nyingi sana, kutoa hela nyingi sana kwa wanawake, waonekane na gari zuri, ana nyumba nzuri, anavaa vizuri, ana simu nzuri. Hizo zote ni bidii za kutaka kuikandamiza sauti ambayo inaonyesha kabisa kwamba wameaibika walipokuwa kitandani na mwanamke wakati wa tendo la ndoa. Aibu hii ni kubwa sana sana, kwa sababu inamuondolea mwanaume hali ya kujiona mwanaume, na ndio hali kama hizo zinapelekea watu wengine kuwa mashoga. Naomba nikupe story kamili. Nianze na huyu mkaka ambaye amelipia dawa muda sio mrefu. Sizungumzi yuko wapi, lakini naomba nisome meseji zake. Hizi ndo meseji zake, naomba nizisome. Meseji yake ya kwanza: habari dokta. Nikamwambia salama, natumaini uko mzima wa afya dokta. Niliwahi kutafuta na kuelezea hali yangu, na hisi itakuwa umesahau. Kama hutajali naweza kukuelezea tena. Nikamwambia tafadhali elezea kwa makini. Nina umri wa miaka 22. Nina shida moja dokta, huwa nikiwa na mwanamke kitandani kwenye tendo, huwa najitahidi kumwandaa kulingana na video zako ulizofundisha, mpaka mwanamke anakuwa tayari kuingiliwa, na pia uume unakuwa unasimama ipasavyo mwanzoni, lakini inapofika wakati wa kuingiza uume ukeni, uume unakuwa unalegalega, na kila nikilazimisha unapinda. Pia hisia huwa zinanikata katikati ya tendo. Huwa najiona sipo tena kwenye ulimwengu wa tendo, bali nipo kwenye chumba cha mtihani wa kufanya mapenzi. Kiukweli dokta, hali hii imekuwa ikijirudia zaidi ya mara 4 na kwa wanawake tofauti tofauti. Mara ya kwanza kufanya mapenzi ilikuwa nina umri wa miaka 19, na wakati wa tendo nilifanikiwa kuingiza uume ukeni, japo kwa kulazimisha kidogo, kwa sababu ulikuwa unalegea legea. Pia dokta, uume wangu ni mwembamba, sijui kama ni sawa kwa hivi au la. Naomba unishauri sana. Bado sijaenda hospitali wala sijawahi kutumia dawa yote, japo kuna muda naumia sana moyoni. Natamani hata kutumia vidonge vya kuongeza nguvu, lakini najua zina madhara. Dokta, naomba wewe ndio uwe msaada wangu. Nikamuuliza, tulipokuwa tumeongea mara ya kwanza nilikuambiaje? Akasema, uliniambia kwamba nahitaji dawa yako ambayo itasaidia hili tatizo. Nilikuwa nataka kuuliza, nikamwambia uliza. Ina maana nitapokutumia dawa yako kuna asilimia kubwa ya hili tatizo langu likaisha? Maana natamani sana kupata furaha kama wanavyopata wengine. Nikamwambia hivi, tatizo hilo litaisha, maana hata leo nimepata watu 2 ambao wamepewa namba yangu na watu ambao niliwapatia dawa huko nyuma na wakapona kabisa. Sawa dokta, na kutumia hiyo hela muda sio mrefu. Ameshatuma hela na nimemwekea na ofa ya jarida lile la maeneo 17 ya kumshika mwanamke ili afike kileleni haraka. Sasa huyu ni kijana ambaye ameanza kufanya mapenzi akiwa na umri wa miaka 19. Sasa hivi ana miaka 22. Ameona tatizo linajirudia rudia, akaona nikiingia ndani ya ndoa na hili tatizo nitatombewa, na sitaki kutombewa. Kwa hiyo usione wanaume wana magari mazuri, wana nyumba nzuri, wana maisha mazuri, ukaangalia kilio kiko ndani ya mioyo yao kiasi kikubwa sana. Sasa nikuletee mwanaume mwingine ambaye ana aibu kama hiyo hiyo. Naomba usikilize mchatisho wake huu hapa, sawa? Mchatisho wake huu hapa.
Haonekani vizuri hapa. Lakini huyu ndio mchatisho nimechati naye huyu kijana. Sikiliza. Kwanza kwenye profile yake ameweka picha ya mke wake. Sawa? Ameweka picha hapa. Mimi kafikiria ni mwanamke anataka video. Habari ya asubuhi dokta, nikamwambia salama. Sasa hivi ni saa 5 asubuhi. Samahani dokta, na changamoto, nahitaji msaada wako. Nikitaka kushiriki na mwenza wangu, uume huwa unasinyaa, lakini pia huwa nawahi kumwaga mbegu na nashindwa kurudia tendo. Nikamuuliza, ulishawahi kujichua au kuangalia sana picha za ngono au kuwa na tabia ya kuwa na kukaa na mkojo kwa muda mrefu? Akasema dokta, ndio dokta, nilikuwa najichua na huwa napenda sana kuangalia picha za ngono. Kujichua kunasababisha matatizo. Nikamweleza kwamba unapokuwa unajichua, unapokuwa umemwaga mbegu, kuna hewa inaingia ndani. Ile hewa inaenda kutengeneza ukungu wa aina fulani. Ule ukungu unaongezeka uzito kwa kadri siku zinavyoenda. Hata kama umeacha, inafikia hatua ule ukungu unakuwa mzito kiasi ambacho mishipa ya fahamu haifanyi kazi vizuri. Kuna vitu vinaitwa nerve receptors, vipokea hisia, haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo vipokea hisia zifanya kazi vizuri, kutokana na ule ukungu ulioingia baada ya wewe kumwaga, mishipa ya fahamu haifanyi kazi vizuri, kwa sababu mishipa ya fahamu ndio inayopeleka habari kwenye ubongo kwamba sukuma damu iende kwenye mboo, isiende kwenye miguu. Unaona? Kwa hiyo kuna mawasiliano kati ya uume na ubongo. Sasa mishipa ya fahamu kwenye uume, sawa? Mishipa ya fahamu kwenye uume. Samahani, naomba niongee na huyu dada, anahitaji dawa. Ngoja niongee naye mara moja hapa. Habari yako Ashura? Sasa habari za Singida? Ndio. Sawa. Sikiliza dada yangu, sawa? Hizi dawa zangu zote zimetokana na mimea. Kuna dada moja nilimsaidia tena hapa Mwanza, maeneo yanaitwa Nyasaka. Tatizo kama hili la kwako ni miaka 3 sasa hivi. Yaani kila nikikutana naye ananishukuru kwa sababu ilikuwa imepelekea kuharibu ndoa yake. Kwa hiyo ninachokuambia ni kwamba naomba uniamini Ashura, sawa? Niko na rekodi video hapa nimekatisha. Wewe tuma hiyo hela, nikimaliza hapa nakupigia, sawa? Namba ni hii, itasoma Paulo Mwaipopo. Haya, ndio. Sasa huko Dar es Salaam sasa hivi, Singida unarudi lini? Alright, sawa. Basi mzigo unakuja kesho. Haya, asante. Asante. Okay, samahani kwa kuingilia hiyo, lakini nataka nikuonyesha kwamba niko kazini. Ni saa 5 asubuhi siku ya Alhamisi. Nataka kuzungumza ni hivi. Huyu dada ana tatizo la kisimi kimedidimia. Kimemletea shida. Tatizo lake, sawa, kimemletea shida, kisimi kimedidimia. Kwa hiyo kuna dawa maalum ambayo inasaidia kukiongezea kidogo kaja juu. Anyway, hakikukatwa, kimedidimia. Okay, sawa. Sasa nataka kuzungumza hivi ni kwamba hali kama hizi ambazo zinawakuta wanaume alafu wanaziachia. Sasa kaka yule wa kwanza ana umri miaka 22. Sasa tumwangalie huyu mwenye umri miaka 34. Akasema hivi, nikamweleza kwamba ukishajichua na nini, ila akasema kwamba ameshajichua. Nikamweleza kwamba unapokuwa umemwaga mbegu kuna hewa inaingia ndani. Ile hewa inatengeneza ukungu, ule ukungu unasababisha mishipa ya fahamu haifanye kazi vizuri. Sasa mawasiliano ya mishipa ya fahamu ni kwamba mishipa ya fahamu inawaambia ubongo, peleka damu ikajaze uume, huyu mtu anataka afanye tendo la ndoa. Sasa hizo habari haziendi. Zinaenda haziendi. Kama haziendi, maana uume hauwezi kujazwa damu. Kwa hiyo inakuja ile damu ya kawaida. Au zinakuwa zinaenda, lakini zinaenda amri yake ya kupeleka damu inakuwa ni kidogo sana. Komandi yake inakuwa ni ndogo. Komandi yake inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo itasukumwa damu kama vile mtu anataka akimbie au atembee kwa haraka. Unaona? Yaani ukitaka kutembea kwa haraka, kuna damu kiasi fulani inaongezeka. Mapigo ya moyo maana yanaongezeka.
Sawa, sawa. Sawa. Sasa hiyo ndio hali halisi. Sasa kwa hiyo waliojichua wanasababisha. Sasa kwa sababu damu haiendi kule vizuri, vile vile kwa sababu damu ndio inabeba virutubisho, inasababisha uume haukui vizuri, unakuwa mwembamba au unakuwa mfupi. Sasa naendelea sasa, hiyo nilikuwa nimemjibu hilo, nikamweleza hilo, nikamweleza kwamba dawa yangu ya kusaidia watu kama nyinyi ipo, gharama yake shilingi 60 na kutumia. Akasema nitapataje daktari, mimi naishi, akataja mkoa wake, sipendi kutaja. Nikamwambia hivi, nakutumia kwa basi toka Mwanza, utapata kesho asubuhi muda wote kuanzia saa 3 asubuhi. Nitakupa mawasiliano na vile vile nitakuwekea ofa ya jarida lile la maeneo 17 ya kumshika mke aliyeuchi ili afike kilele. Akasema sawa daktari, na kutumia hiyo hela na naomba nipate hiyo dawa kwa hakika, na tafadhali usisahau jarida lile la kumwandaa mwanamke ili afike kileleni haraka la maeneo 17, maana umesema kwenye video yako kuwa unawapa ofa watu waliokuamini wakakutumia pesa yao. Sasa tukaendelea kuchat huyu mwanaume, nikamweleza, akatuma hela, akasema sasa dokta, naomba unisaidie, maana kweli kabisa mke wangu alishaanza kuninyima tendo la ndoa kwa sababu simfikishi kileleni. Dokta, naomba unipe kitu cha uhakika kabisa, na naamini kabisa kwa neema ya Mwenyezi Mungu itakuwa salama. Nakwambia hivi, tatizo halitaweza kujirudia kabisa iwapo hutarudia kufanya masturbation, kuwa na tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu, au kupata tatizo la kuwa unalazimisha haja kubwa. Na vile vile nitakuwekea maelekezo, iwapo utakaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, kuna vitu ambavyo unapaswa uvifanye ili mishipa ya uume isije ikaota kutu. Haya, sasa hivi ni saa 5:30 kwenye saa 8. Napeleka mzigo, utafikia Arusha asubuhi kwa sababu gari natembea usiku kucha. Sasa nataka kuzungumza ni nini? Kwa nini wanaume wanaitwa na wanawake wanaume suruali? Naomba nilizungumza hilo. Kwa nini wanaume wanaitwa, wamebatizwa na wanawake wanaume suruali? Ni kwamba huyu mtu ana sifa zote za kuwa mwanaume, ana hela za kutosha, ni handsome, ni mrefu mzuri kabisa. Kwa mwanamke yote atavutiwa na wewe, lakini shida ni kwamba utakapofika kitandani unawahi kumaliza, halafu unashindwa kurudia tendo la ndoa. Kwa maneno mengine ni kwamba kwa sababu umeshindwa kufikisha mwanamke kileleni, huna tofauti na mwanamke mwenzie aliyevaa suruali. Shida tu ni kwamba huna matiti, lakini umevaa suruali kama mwanamke aliyevaa suruali. Sasa tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba 67% wake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. 67%. Sasa kwa bahati mbaya, wanaume wengi hawajui mwanamke anayedanganya kwamba amefika kileleni yukoje, na yule ambaye kweli kabisa amefika kileleni yukoje. Asilimia kubwa ya wanawake wanawadanganya wanaume. Sasa hebu fikiria huyu mwanamke ambaye kwa sehemu kubwa anakudanganya, unafikia ameridhika na hiyo hali? Lazima atatafuta mwanaume mwingine pembeni. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mwanaume, ni baba wa watoto. Ni kweli, si kwa sababu huna nguvu za kiume utashindwa kumtungisha mwanamke mimba. Uwezo wa kumtungisha mwanamke mimba unao, utazaa watoto, lakini watoto wengine watakuwa sio wako, kwa sababu umempa sababu mwanamke huyu kuhalalisha kuchepuka. Japokuwa ni dhambi mbele za Mungu, lakini mwanamke huyu atahalalisha. Ninao shahidi ya walokole, hata wake za wachungaji ambao wanachepuka. Ushahidi huo ninao. Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wengi wanalipuuzia, linaanza kidogo kidogo. Sasa ukiliachia, likifika mahali pale pagumu,
alafu unajiona wewe ni kibosile, niagizie dawa. Nakumbuka jaji moja jaji moja alikuwa Dar es Salaam, sasa hivi ni marehemu huyo jaji. Kazi yangu sasa hivi na miaka 20, mwaka 2024, nimeanza 2006. Huyo jaji kaagizia dawa kutoka kwangu. Nimeongea naye akaniambia hivi, naomba umtumie mtu Dar es Salaam ambaye unamwamini, yeye ndiye anileta ofisini, mimi siendi kupokea hiyo dawa. Akasema naomba umtumie mtu unayemfahamu Dar es Salaam, mimi nitamlipa gharama zote za kuniletea ofisini kwangu. Huyu ni jaji, mtu alikuwa jaji, jaji maarufu kipindi hicho, sasa hivi ni marehemu. Sasa bahati mbaya niliyemtumia kumpelekea ni mwanamke. Ina story pia nikatishia hapo, lakini all in all ni kitu ambacho kinapaswa kiwe addressed. Mwanaume wajibika. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba unahitaji kumwandaa mwanamke kwa muda mrefu kabla ya kumwingilia. Hilo jambo ambalo nimependa niweke katika video hii ni kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Unapomwandaa mwanamke kwa muda mrefu, unamsogeza kileleni, itakuwa ni rahisi kwake kufika kileleni. Ili kuepuka kudanganywa kwamba mwanamke amefika kileleni kumbe hajafika, ni jambo la msingi sana ufahamu mbinu za kumsogeza mwanamke kileleni kabla ya kumwingilia. Na kwa bahati mbaya au nzuri kwamba wanawake wanatofautiana. Sio kwa sababu uliweza kufikisha kileleni Zaina utaweza kufikisha kileleni Ashura. Ashura maumbile yake inaweza kuwa tofauti na ya Zaina, na maumbile ya Zaina yanaweza kuwa tofauti na ya Hadija. Kwa hiyo ni jambo la msingi kufahamu kwamba usiende kwa mazoea, kunahitaji utaalamu wa kutosha. Kwa mfano, mwanamke aliyepitia kujichua, amejichua, anahitaji maandalizi marefu sana. Mwanamke aliyekeketwa naye anahitaji maandalizi marefu sana. Na wanawake sasa wengine, tofauti yao iliyopo ni hivi: iwapo urefu uliopo kutoka kwenye tundu unaloingiza uume mpaka kwenye kisimi inazidi sentimita 2.5, mwanamke huyo atapata shida kufika kileleni. Kwa hiyo iwapo Ashura alikuwa anafika kileleni kwa urahisi, ni kwamba kisimi chake, umbali uliopo kutoka kwenye tundu unaloingiza uume mpaka kwenye kisimi haujazidi sentimita 2.5. Sasa unafanya mapenzi na Hadija, umbali ulioko kutoka kwenye tundu unaloingiza uume mpaka kwenye kisimi imezidi sentimita 2.5. Huyu Hadija hatafika kileleni, atakudanganya. Anapoona hali hiyo inajirudia, na yeye atakuita mwanamume suruali. Kwa hili ni jambo ambalo nilipenda niliweka hapa. Na vile vile kwa watu ambao wako ndani ya ndoa, mke wako anapojifungua maumbile yake yanatanuka. Yakitanuka, iwapo una uume mwembamba, utapata shida kufikisha mwanamke huyu kileleni. Nikupe story ya kweli kutokea Sumbawanga. Huyu dada mume wake kaenda masomoni miaka 2. Kapata mchepuko. Mchepuko huu una uume mkubwa kuliko mume wake. Haya, akafanya naye mapenzi kwa miaka 2. Uke wake umetanuka. Mume wake amerudi. Sasa mume wake anaona kabisa tofauti iko kwenye uke. Na mwanamke anaona kabisa mwanaume anavyohangaika kutengeneza msuguano kama alivyokuwa amezoea zamani, kabla huyu mwanamke hajakutana na dudu nene. Anaona mwanaume anavyohangaika, anamuonea huruma. Akanipigia simu, daktari, nimesikia unayo dawa ya kubana uke. Nikamwambia ninayo, gharama yake shilingi ngapi? Nikamwambia shilingi 85 na kutumia kwa mabasi kuja Sumbawanga, unapokea? Akasema sasa daktari, nitakapokuwa nimepata hiyo dawa uke wangu karudi sawa sawa, tapasa niachane na huyu mchepuko? Nikamwambia ndio. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kuna wanawake wengine ambao wanajambia ukeni, anajambia ukeni, sio kwenye mkundu, anajambia ukeni. Sasa huyu hajui kwamba uke wake umetanuka. Sasa anajishangaa. Anajishangaa. Dada mmoja kutoka Dodoma ameagizia hii dawa, alijihisi kwamba uke wake umelegea.
hakuniambia kwamba najiambia ukeni, nikamtumia ile dawa. Sasa ilipomsaidia akaja akagundua anafanya mapenzi katika mkao ule ambao alikuwa anajiambia, mkao ule wa kuinama wa chuma mboga. Haikuti hajambi siku hizi. Ndio ananipigia simu, ananiambia daktari, unajua nilikuwa najiambia ukeni kwenye mkao huu wa chuma mboga. Sasa hivi sijambi, asante sana. Akaniambia dawa hiyo ina madhara, naweza kutumia zaidi, niongezee nyingine. Nikamwambia dawa hii imetokana na mimea, agizia nyingine hamna shida. Tigo Pesa imeingia, nikamtumia dawa. Sasa kuna watu ambao nimewasaidia watu wengi sana. Kwa mfano juzi kuna dada kaka mmoja ambao wanafahamu Mwanza maeneo ya Mlango Mmoja, kapewa namba yangu na mjomba wake. Mjomba wake alikuwa na matatizo ya uume mdogo. Nikamsaidia, miaka 4 imepita. Sasa ni kijana mdogo sana. Sawa, ni kijana mdogo sana. Kama alikuwa namba ya mjomba, kama ulimsaidia, kampa naye dawa. Kwa haya mambo ni muhimu sana uyashughulikie mapema, la sivyo yatakugharimu. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Shuhuda ziko mbalimbali, na kutumia peji zangu za Instagram ambapo nimeweka screenshot uweze kuona jinsi gani nafanya kazi na nanisaidia watu wengi. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili nikapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Na maelekezo mengine na kuandikia hapo chini, tafadhali angalia kwa makini. Mungu akubariki.